Naam, wapenzi watazamaji, nawakaribisha katika makala yetu maalum ya kila wiki, na wiki hii tutaona kwa ufupi kuhusu diplomasia kati ya nchi yetu, nchi jirani, hasa diplomasia ya dunia kwa ujumla na bara letu, hasa mafanikio yake, changamoto na fursa za diplomasia katika kuimarisha ujenzi wa taifa. Na bila shaka niko na mgeni maalum kutoka nchi jirani ya Kenya na uzoefu na tufafanue kwa undani kwa zaidi kuhusu safari ya udiplomasia na hasa umuhimu wa diplomasia. Na bila shaka, hebu tuanze na maswala kuhusu riada na manufaa yake, yaani riada ilikuwa inachangia katika ujenzi wa taifa pia. Kwa hivyo, hebu mwanzo kabisa ujitambulishe kwa watazamaji wetu, mheshimiwa. Naam, asante sana na karibu tena kwa mara nyingine. Kwa majina najulikana kama Yusuf Diba. Mimi ni mtafiti katika masuala mengi, katika swala ya kiuchumi, kisiasa, mchezo na kadhalika. Na leo tutakuwa muhimu tunajadiliana kuhusu mjadala moja mbili ambaye itatofauti sisi na pia itasaidi pia wale watu ambao wanatazama ulimwengu mzima. Maana OBN ni channel ambayo inajulikana katika si bara la Afrika peke yake, ni katika ulimwengu mzima. Watu wanafuatilia kupitia tovuti mbalimbali ikiwemo YouTube, Facebook na pia katika channel ya DSTV na kadhalika. Na karibuni katika mjadala, na itakuwa muhimu sana kukifuatilia. Kisha baada hii ukikuwa pia na ile majibu ambaye unataka ama chochote ambayo tunataka kuzungumzia, ukipata hii video basi utakuwa unaweza kutuma ile ujumbe wako ambaye itatukusaidia kesho ili tuwe kuwa bora zaidi katika utangazaji katika bara la Afrika na Ethiopia haswa. Naam, hebu tukianza, kuna mashindano ya aina mbalimbali duniani na hasa katika ngazi ya kimataifa, na mashindano ya Grand Prix Continental Tour inamaanisha nini kwa fikra yako kwanza? Naam, Grand Prix Continental Tour ni mojawapo ya mashindano makubwa ya riadha duniani. Mashindano haya hufanyika katika mabara mbalimbali yakizunguka nchi tofauti kwa zamu. Na mashindano haya huandaliwa kwa ushirikiano kati ya World Athletics na nchi mwenyeji. Kwa mfano sasa itakuwa baina ya nchi ya Ethiopia na ile idara ya World Athletics ambaye inachukuliwa kuwa miongoni mwa mashindano makubwa ya kimataifa ya riadha, yakifuata nyuma ya ile mshindano ambayo inajulikana kuwa ya Diamond League na hufanyika kwa siku moja peke yake. Hapo awali Grand Prix Continental Tour ilikuwa inajulikana kama IAAF World Challenge kuanzia mwaka wa 2020, lakini yakabadilishwa jina la kuwa na Grand Prix Continental Tour kwa mfumo wa muundo mpya. Mashindano ya IAAF World Challenge yalianza mwaka wa 2010 na baada ya mabadiliko ya mwaka wa 2019 yaliingia katika mfumo mpya rasmi mwaka wa 2020. Naam, hebu nikurudishe kidogo nyuma kuhusu historia ya riadha, hasa nchi ya Ethiopia na Kenya inajulikana sana na mbio za masaa marefu, na sasa kuna mabadiliko ya kihistoria. Hebu umeonaje hii mabadiliko? Mbele ni hata Kenya, wanariadha wa Kenya maarufu na wanariadha kutoka Ethiopia wanajulikana sana na mbio za masafa marefu. Naam, katika historia nchi ya Ethiopia na pia nchi ya Kenya na Afrika, hasa katika hii sehemu ya Afrika Mashariki, huwa inajulikana kuwa katika dunia mzima kwa ile riadha au katika hasa ile riadha ya mbio mrefu, kwa mfano mbio wa kilomita 42 ambayo inajulikana kama kuwa full marathon ama half marathon. Naam, katika historia
nchi ya Kenya pamoja na nchi ya Ethiopia na ile nchi ambayo inapatikana katika Afrika Mashariki huwa inajulikana kuwa wa kwanza wa ile kuchukua ile gold medals, bronze na silver katika masafa marefu. Kwa mfano full marathon ambaye huwa ni kilomita 42 ama half marathon kilomita 21. Huwa watu tunajulikana katika ulimwengu mzima wa kuongoza katika mashindano kama haya. Lakini utakuja kuona katika mwaka ambayo ya juzi tumeanza pia katika ile mashindano ya masafa mafupi kama vile 100 meters, 200 meters. Utakuja kuona kuwa kuna wanariadha wa chipukuzi kama kwa mfano kutoka Kenya anajulikana kama Ferdinand Omanyala na kina David Rudisha ambaye wameanza kuwa wanakimbia sana katika masafa mafupi. Ndio maana hizi nchi ambayo inajulikana katika ulimwengu mzima. Na kwa kawaida kuna mashindano ambayo huwa inaandaliwa haswa peke yake kwa wale wanariadha ambayo wako katika hali ya juu ambayo inajulikana kama Diamond League. Sasa kuna hii ile mashindano ambayo ilikuwa inajulikana hapo awali kama IAAF World Champion ambayo imebadilisha jina kwa Grand Prix Continental 2. Kwa historia kwa ufupi, hii ndo tunajulikana katika Afrika mzima na ulimwengu wanajua sisi huwa tunakimbia katika masafa kama hiyo na tunachukua nishani ya dhahabu, fedha na silver kadhalika. Naam, hebu tuone maandalizi ya Ethiopia kama ulivyofuatilia. Sasa Ethiopia iko katika kuandaa michuano hiyo muhimu, hafla hii, na wiki ijayo saa Jumamosi kuna wanariadha wengi watakuja, watashiriki katika jukwaa hiyo muhimu. Umeonaje maandalizi ya Ethiopia mwanzo kabisa? Naam, kwanza nchi ya Ethiopia ni nchi ambayo inaangaliwa sana na bara la Afrika mzima kwa muundo ya nchi mwenyewe. Mji wa Addis Ababa umebadilika kabisa, huwa inaongoza katika sehemu mingi na ni nchi ambaye iko kuendelea sana kuliko nchi nyingine yoyote katika bara la Afrika. Juzi walizindua ile bwawa kubwa ambayo inajulikana na Afrika mzima, watu wameshangaa. Sasa Ethiopia imekuwa nchi ya kwanza kuandaa hafla ama mchezo kubwa kama hii ambayo inajulikana kuwa Grand Prix Continental Tour ambayo itafanyika katika mji wa Addis Ababa Aprili 18, 2026 Jumamosi ambayo itakuwa ijayo. Na kwa nini Ethiopia imechaguliwa? Naweza sema kuwa Ethiopia walikuwa nafaa kuchaguliwa, maana Ethiopia imeendelea sana na itakuwa inafuatiliwa kwa sana na nchi zote Afrika. Hebu tuone manufaa ya kuandaa michuano kama hiyo ama mashindano kwa upande wa diplomasia, upande wa kiuchumi, kisiasa, kiutalii na nyinginezo. Kina manufaa gani? Kwa kweli manufaa licha Ethiopia kuwa na historia kubwa katika riadha, mashindano haya ya kimataifa yanatoa fursa ya kuitangaza Ethiopia zaidi duniani. Pili, yanawapa wanariadha fursa ya kushiriki mashindano ya kimataifa, na mimi najua wale wanariadha ambao wanatoka katika Ethiopia watakuwa wanapewa ile kipaumbele, ile home advantage kwa lugha ya Kimombo, kushiriki katika katika mashindano kama haya. Maana hii mashindano yenyewe huwa inafanyika katika ngazi tofauti tofauti. Kuna ile ngazi ya juu kabisa ambayo inajulikana kama ngazi ya dhahabu, gold level. Ni ngazi ya juu kabisa katika hii mashindano ya Grand Prix Continental Tour, na huwa inashirikisha wale wanariadha bora duniani wakiwemo wenye rekodi na mataji makubwa ambayo yanajulikana. Na kuna ile ngazi ya pili ambayo inajulikana kama ngazi ya fedha. Hii ngazi ni wale ya mashindano makubwa, lakini zawadi zake zilikuwa chini kidogo ya ile gold. Na kuna ile ngazi ya shaba ambayo huchanganya wanariadha maarufu na wale wanaochipuka. Na kuna hii ngazi ya 4 ambayo wanariadha haswa wa Ethiopia watapata fursa ambayo inajulikana kuwa ngazi ya changamoto ama challenger level. Hii hupa fursa wanariadha chipukizi
kupata uzoefu na kuonyesha vipaji vyao. Sasa hao wanariadha ambao wanatoka katika nchi ya Ethiopia watakuwa na fursa ya kushiriki katika hii challenge level ili waweze kufaidika. Na ya tatu, ile faida ambayo hii mashindano italeta katika nchi ya Ethiopia, itakuwa yanachochea utalii kwa kuvutia wageni na watalii nchini, na kutakuwa na uwezekaji na pia itakuwa inainua uchumi ya nchi. Na cha mwisho ni wito wako hasa wanariadha maarufu, nyota, mabingwa wa dunia wakija hapa Ethiopia, hasa ina manufaa gani kwa vijana ama wanariadha wale wako katika safari ya kujitambulisha kimataifa? Hasa tunapata nini uzoefu kutoka kwa Ferdinand Omanyala na wasifu wake kwa ufupi tu? Naam, kuna katika hii sehemu ya bara la Afrika ambayo inajulikana kwa Afrika Mashariki, tuko na wale wachipukizi hasa ule venye umetaja Ferdinand Omanyala ambaye anajulikana katika bara la Afrika. Jina yake imekuwa kubwa sana, kwa rekodi ya 9 katika kukimbia masafa ya mita 100, ambaye anashindana na wale ambao wanajulikana katika duniani akina na wengineo. Sasa hii imepewa fursa hawa wanariadha kujitokeza na kuonesha kuwa katika dunia sisi pia tuko na uwezo na tajriba ya kufuatilia. Aina nyingine ya diplomasia nataka tuzungumze ni kuhusu diplomasia ya mchezo, kwa sababu ina manufaa katika kuimarisha uhusiano, katika kubadilishana uzoefu. Na hebu tufafanulie kwa ufupi kuhusu diplomasia wa mchezo. Kwa hakika diplomasia ya michezo sasa utakuja kuona kuwa zamani ile nchi ambayo huwa inahudhuria katika michezo, unajua kuna ile mpaka FIFA inajulikana kuwa FIFA. Kwa mfano michezo aina kadhaa inafanyika. Kuna ile mchezo wa Olimpiki ambayo inafanyika katika kila mwaka baada ya mwaka kadhaa, na katika ile mchezo wa Olimpiki mchezo aina yote inachezwa, iwe mchezo ya volleyball, ya kukimbia, ya mpira, yote. Hii yote inasaidia nini? Inaleta sisi dunia yote kwa pamoja. Tutakuja kuona kwa mfano hii mwaka kutakuwa na ile mchezo wa mpira ambayo inajulikana kuwa kama World Cup. Hiyo mchezo tutakuja kuona kwa hiyo fixtures. Ukikuja kuangalia nchi ya Ukraine inacheza na nchi ya Russia mpira, na utakuja kuona katika hali ya kiuchumi ama kisiasa, hii ni nchi mbili ambayo iko kupigana vita, lakini utakuja kuona ile mchezo inawaleta pamoja. Utakuja kuona kama Iran imewekwa katika fixture moja na nchi ya Israel. Sasa wenyeji kwa huko wanafurahi, wanacheka, huko wengine wanapigana bomu, wanauana. Sasa utakuja kuona kidiplomasia ya michezo ni diplomasia ambayo iko hali ya juu kusuluhisha mambo yote. Utakuja kuona mimi ni Mwisraeli ama mimi ni Muethiopia na mwingine hapa ni mtu ambaye ametoka Somalia, tuko na ile vigogoro ama Djibouti, na utakuja kuona tunakimbia kwa uwanja moja. Kwa mfano kesho kutwa ama Jumamosi ijayo tutakuwa na ile mchezo wa Grand Prix Continental Tour ambayo itafanyika Addis Ababa. Tutakuja kuona wanariadha ulimwengu mzima watakuja. Mwanariadha kutoka Ethiopia atakimbia na mwanariadha kutoka Djibouti, wote wanakimbia pamoja. Tutakuja kuona kuna ile changamoto sehemu nyingine inafanyika. Basi diplomasia michezo ni diplomasia mpya ambayo inaleta suluhisho katika baina ya nchi yote, na ningependa kuwa sisi wote tufanye nini? Tuhudhurie katika michezo tusahau hii dunia. Sisi wote tuko kwa muda, tunaondoka. Kwa hakika tunaondoka, basi tuishi kwa amani pamoja sisi wote. Na kumalizia, nasema hii mashindano nimesema hapo awali yatafanyika katika uwanja wa Addis Ababa siku ya Jumamosi tarehe 18 April, na mimi najua OBN ambaye ndo ile channel inajulikana katika mji wa Afrika na hasa nchi ya Ethiopia, itakuwa tayari kuijenga sifa njema katika matangazo ya michezo nchini Ethiopia kupitia kurusha moja kwa moja ligi kuu ya Ethiopia na pia nyingine. Mimi najua katika sekta ya michezo katika OBN itakuwa kipaumbele kutuletea yale ambayo yatakuwa yanajiri katika Jumamosi ijayo katika uwanja wa Addis Ababa. Na wito wako kwa mashabiki, wafuasi wote wafuatilie OBN? Nasema kuwa wafuataji na wasikilizaji wa OBN, naomba mjitokeze nyinyi wote mfuatilie mchezo. Pia kama uko na fursa ya kujiunga, tafuta kuna ile namna ya kujiunga.
tafadhali nyinyi ukuja muone lala minargitani gammada, mimi najua mtafurahi nyinyi wote. Shukran. Wito wako tu kidogo kuhusu OBN nataka tuzungumze, kwa sababu OBN imeanza na lugha moja kabla ya miaka 15 hivi. Sasa imefika kiwango cha kupeperusha zaidi lugha ya 20 ndani na za nje. Hii safari za kujijenga sifa, utambulisho, na hata leo imefika kiwango cha kupeperusha ama toa matangazo kwa kiwango cha kimataifa. Umeonaje hii safari? Mwanzo ilikuwa imeanza tu na lugha za Afan Oromo ama Kioromo. Sasa kuna lugha za ndani zaidi ya 17 na lugha za nje Kiswahili, English, na sasa tumeanza Kifaransa na hata Mandarin, lugha ya Uchina. Naam, kwa hakika nasema kuwa OBN is a sleeping lion ambaye haikujulikana hapo awali. Kwa hakika katika msemo mmoja wa Swahili wanasema mimba haifichiki. Kwa hakika mimba haifichiki, itaonekana lazima. Na kwa kweli OBN haizifichika. Ile ujuzi na talanta ambayo wako nao imepata fursa. Zamani ilikuwa naweza sema kuwa kuna ile migogoro ya ukabila na pia ile utawala ambayo ilikuwa imekanyangia kidogo, lakini saa hizo wamepata ile fursa ya kuonesha full potential, na dunia mzima imeona, nchi ya Ethiopia imeona. Saa hizi mimi najua kuna ile mchezo ya Grand Prix International Tour, OBN itakuwa miongoni mwa wale ambao wataenda kuonesha ile mchezo ulimwengu mzima. Sisi hapa Kenya huwa zioni ikifika, baada ya kuangalia Citizen niangalie taarifa yangu, na mimi narudisha hapo, naangalia OBN live, naangalia kwa YouTube, naona vizuri. Unaona imeenda imepaka mipaka katika bara la Afrika. Saizi mtu akiwa China anaangalia OBN kwa lugha ambayo anasikia. Katika Ufaransa hivyo hivyo. Nchi ya kizungu ambayo ina English speaking country yote tunayofuatilia. Saizi kwa lugha ya Kiswahili katika hii sehemu ya Afrika Mashariki ambayo tunaongea Kiswahili. Hii ni OBN. Tunaongea lugha ya Kiswahili katika OBN. Kuonesha kuwa OBN imeshapita mipaka. Na ni kwa kweli itajulikana, itaenda kabisa. Na mimi najua itapata ile fursa pia kuwa katika zile hata mchezo ambayo itakuja ya World Cup. Hii Grand Prix itapea ile nafasi. World Cup itakuwa OBN itakuwa miongoni mwa wale channel ambao wataenda kupeperusha ile mchezo ya ulimwengu mzima katika bara la Afrika. Na mimi najua kuwa OBN itaendelea na miaka 10, si 50, miaka 10 ijayo itakuwa inajulikana zaidi kuliko ile channel nyingine yote katika bara la Afrika na ulimwengu kwa ujumla. Na mimi nawahimiza na nawapongeza wafanyikazi wote wale kutoka mkurugenzi mpaka ule ambaye anafagia katika ofisi ya OBN, kwa ile kazi unafanya, fanya kwa uaminifu, fanya venye kukufanya na utie bidii kidogo tu, tutaenda mbali. Nakushukuru sana kwa muda wako, ufafanuzi, mapendekezo na matumaini yako kwa wafuasi wetu, hasa watazamaji wetu kote ulimwenguni, na Mungu akubariki. Hata sisi tunawatakia, tunawapenda, na muendelee na mchango wenu, kwa sababu mchango hasa wanaharakati wa vijana ni muhimu sana, ni nguzo kuu katika kujenga taifa imara bara letu na kuhakikisha ustawi wa dunia yetu. Na kwa hivyo kwa niaba ya watazamaji wetu na kushukuru sana. Wapenzi watazamaji, ni hayo tu kwa siku ya leo, nawatakia kila laheri. Kwaheri.